Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni huko nchini Israel ambapo waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz anasema kwamba majibu ya makombora yaliyorushwa na Tehran katika mashambulizi ya anga dhidi ya Israel yamevuka mstari mwekundu. Waziri huyo wa Israel Bwana Israel Katz amesema na ameapa kuifanya Iran kulipa gharama kubwa sana kwa hatua yake hiyo. Iran imerusha mashambulio makubwa ya makombora siku ya Ijumaa usiku kujibu mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israel yaliyolenga maeneo ya kijeshi na nyuklia ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mapema siku hiyo hiyo. Sasa jeshi la taifa likazindua mamia ya makombora huko Israel kwa mawimbi mengi, kulingana na vyombo vya habari vya Iran. Vikosi vya ulinzi vya Israel hata hivyo vilidai kuwa chini ya makombora 100 ya balistiki yalirushwa kwa Israel kutokana na kazi iliyofanywa na wanajeshi wa Iran. Takribani watu 35 wanadaiwa kujeruhiwa vibaya katika shambulio la Iran, kulingana na mamlaka ya matibabu ya Israel. Inadaiwa kwamba watu 4 wameuawa kutokana na mashambulizi hayo, lakini mji wa Tel Aviv unaonekana kuwa moja ya shabaha kuu ya mashambulio ya Iran. Mamlaka ya Israel imethibitisha angalau maeneo 7 yameathirika vibaya ndani ya eneo la jiji hilo. Hata hivyo, Israel imesema kwamba kutokana na mashambulizi haya basi wataionyesha Iran namna ambavyo mashambulizi yanafanywa. Kwa mujibu wa Bwana Israel Katz, anasema Iran imevuka mstari mwekundu ilipothubutu kurusha makombora kuelekea vituo vya raia nchini Israel. Tutaendelea kuwatetea raia wa Israel na tutahakikisha kuwa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei unalipa gharama kubwa sana kwa vitendo vyake vya uhalifu, Katz alisema, akitoa maoni yake kuhusu matukio hayo kwa mujibu wa Ynet News, moja kati ya mashirika habari nchini Israel. Waziri huyo wa Israel hakutangaza hatua zozote maalum ambazo Yerusalem Magharibi inaweza kuchukua katika kujibu mashambulizi ya Israel. Mapema siku ya Ijumaa yaliua Meja Jenerali Hussein Salami, kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, na Meja Jenerali Mohamed Bagheri, mkuu wa majeshi ya wanajeshi wa Iran, kwa mujibu wa mamlaka ya Iran. Vyombo kadhaa vya habari vimedai kuwa makamanda wengine kadhaa wa ngazi za juu wa kijeshi wa Iran na wanasayansi wa nyuklia waliuawa pia kupitia mashambulizi ya Israel. Tehran imeshutumu mashambulizi hayo kama uchokozi wa wazi na kuapa jibu kali la kuponda. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei alishutumu Tel Aviv kwa kuanzisha vita na kusema kwamba Tehran haitawaruhusu kuepuka kudhurika kutokana na uhalifu mkubwa walioufanya. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo anaeleza waziri wa ulinzi nchini Israel Bwana Israel Katz baada ya mashambulizi makali yaliyofanywa na Iran katika kile walichosema ni kulipa kisasi, lakini katika kile walichosema kwamba lazima wahakikishe kwamba Israel inalipa gharama kubwa kama ambavyo wao imewaua watu wao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.